KNN Karatu News Network leo imepata fursa ya kukutana na mfanyabiashara au mjasiriamali Freeman Farmhouse anayepatikana hapa Karatu. Tupo hapa eneo la kibanda wanapopatikana kuku. Aidha, tumsikilize kijana huyu mjasiriamali analipi la kusema. Naam, kwa majina naitwa Freeman Dickson Munuo. Mimi ni kijana mkazi wa Karatu hapa. Najishughulisha na shughuli za ujasiriamali. Nafuga kuku, hawa ni kuku chotara. Yaani ni kienyeji ambao wameboreshwa. Hawa ni kuku wa mayai. Nikiwa nimeanza na kuku 50 tu. Na sasa hivi ndio tumefikia hapa. Sasa nataka niwaelezee kitu kidogo kuhusiana na hawa kuku ambao ni kienyeji na hawa kuku ambao ni kuku wa mayai. Hawa wanaitwa layers. Hawa ni wale kuku ambao wanataga yale mayai mekundu kama unaweza kuyaona. Nasemaga ni mayai ya kisasa. Hawa bana, ukuaji wao ni mpaka kutaga ni miezi 5 mpaka miezi 5.5, kuanzia akiwa kifaranga mdogo kabisa. Na hawa hapa ni chotara ambao ndio kienyeji walioboreshwa. Hawa kuanzia miezi 3.5 unaweza ukauza kama wanyama, ila kutaga kwao ni kuanzia miezi 4.5. Na wanataga mayai mazuri kabisa, ni kama ya kienyeji. Na hii unaoiona, hii ni system ya maji. Kwa maana kuku akitaka kunywa maji hapa, anagusa hii, ndio anakunywa maji, yanatoka anakunywa. Na hii ni sehemu ya kuwekea chakula. Na faida ya hivi vitu ni nini? Cha kwanza, eneo dogo linabeba kuku wengi. Mfano kama hapa tungeweka kuku tuseme chini, tungeweka kuku 50 tu, lakini hapa tuna kuku zaidi ya 100 tuloweka hapa. Na pia hii system ya chakula inasaidia, unapowekea kuku chakula hawezi kumwaga kama tunavyojua ulaji wa kuku ukiwekea kwenye vyombo vingine vya kawaida. Wanakula, wanamwaga chakula chini. Hapa hawezi kumwaga, anakula vizuri, anamaliza chakula. Kwa hiyo hakupi hasara, anashiba vile unavyomlisha. Na hii system ya maji inasaidia kuku anakunywa maji masafi muda wote, kwa sababu kuku hawezi kuweka matope hapa useme atakunywa maji machafu. Kwa hiyo ni hivyo. Hawa system ya uchafu ndio kama hii. Na maana hawa juu wakitoa kinyesi chao tunachukulia hapa, akiwachafua wa chini. Nadhani hizi ndio faida za keji kama hii na kufuga kwa system hii. Chakula kwa mimi sasa natengeneza chakula mwenyewe. Na kuku wa mayai na kuku unamfuga kwa ajili ya nyama wanakula vyakula tofauti. Hizo ni system. Kwa hiyo kama mtu atahitaji system ya formula kwa ajili ya kutengeneza chakula cha kuku wa mayai, kuku wa nyama, tunazo, naweza tukampatia. Kuna faida kwa kweli, lakini inahitaji uvumilivu, kwa sababu ufugaji ni kama kitu cha kiroho zaidi, sababu unatakiwa uanze kuupenda kabla hujaanza kupata faida. Sasa watu wengi wao wanaingia kufuata mkumbo. Kila mtu anakuja anaingia anataka kufuga, anafuga. Bahati mbaya au nzuri mtu anaweza kupata hasara akaacha. Hiyo inakuwa, ukipata hasara ukiacha inakuwa hujapenda. Uliingia tu kwa kutaka faida. Changamoto kubwa labda ni bei ya vyakula, ila upatikanaji upo. Na pia kwa sababu sisi wenyewe tumejitahidi, tumejifunza sana, tuna uwezo wa kujitengenezea vyakula vyetu wenyewe. Dawa nadhani zipo, hakuna changamoto kubwa sana. Kwa mimi vijana wenzangu nataka tu ni washauri kwamba ufugaji unalipa kama ukiamua kuwa serious kwenye ufugaji. Alafu ufugaji haubani. Kwa mfano kama mimi nafuga vitu vyote hivi, lakini bado ninafanya kazi sehemu nyingine. Unaona sasa mimi nakuwa na kipato cha ziada, kwa sababu tukisema vijana tutegemee tu mishahara ambayo tunapata kwa mabosi, kidogo haita tukwamua kwa haraka kama tukiamua kufanya njia nyingine kwa ajili ya kupata fedha. Sisi ni wajasiriamali ambao tupo hapa Karatu vijana. Sisi tunahusika na ufugaji wa kuku wa mayai, kuku wa nyama ambao ni kuku chotara, sio kuku wa kisasa. Tuna mbuzi na tuna samaki, pia tuna
mifugo mapambo kama sili nadhani wanawajua wengi. Tuna sungura, tuna bata aina ya bata bukini. Kijana huyu mjasiriamali Freeman ameorodhesha hasara pia na faida mbalimbali anazopata katika biashara yake. Hizi hapa ni faida na hasara katika biashara hizi. Na hapa shambani kwetu pia unaweza ukapata kuku. Kama una sherehe unaweza pia ukatugea oda ya kuku wa sherehe. Unaweza ukapata mayai. Unaweza ukapata nyama ya sungura kama unahitaji. Sili kama unakula pia unaweza ukapata. Pia tuna huduma ambayo watu wengi pia naona ni changamoto sana kwao. Tuna huduma ya kulelea watu vifaranga. Kama una vifaranga, hatujaanza ila tutatangaza tutaka kuanza. Kama unahitaji kulelea vifaranga vyako, utawasiliana na sisi. Ushauri pia tunatoa. Ujenzi wa mabanda tunatoa pia mafundi. Tunatembelea project za watu wenzetu, wafugaji wenzetu. Vitu kama hivyo. Unaweza ukanipata, namba ya simu ni 0678 48 27 57. Pia kwenye mitandao ya kijamii tupo TikTok, tuko Instagram sana. Jina ni Freeman Farmhouse. Karibuni, tunaomba support yenu sisi kama vijana. Mbinu tunazotumia kwa mifugo yetu isipate na magonjwa ni mifumo yetu ya mabanda, hewa pamoja na mifumo ya chakula. Ipo hivi. Sisi tunafuga kwa mifumo ya kichanja, ambayo kuku anaishi kwenye banda lake, hakutani na kinyesi. Kwa sababu kama tunavyojua kuku magonjwa mengi huwa yanaanzia tumboni. Kwa hiyo kuku akiwa anakula kile kinyesi chake kwenye chakula, automatic yule kuku ataumwa. Mifumo ya maji pia tunayo ambayo inaitwa ni nipples, ni automatic. Kuku anakunywa maji masafi muda wote. Sisi wateja wetu tuna watu ambao kuna wachuuzi ambao nao wanaenda kuuza. Pia watu binafsi tunawauzia. Pia baadhi ya watu wa supermarket tunauzia. Yaani sisi wateja wetu ni mtu yeyote tu atakayefika, ila sasa kuna tofauti ya bei hapo. Ukija wewe kama wewe mtu binafsi una bei yako, mtu ambaye ananunua anaenda kuuza ana bei yake, na watu wa supermarket wana bei zao. Na pia nipende kuwashukuru KNN. Hii ni platform ambayo ni platform yetu hapa Karatu, ambayo imejipanga kuibua fursa nyingi zilizopo katika wilaya yetu ya Karatu, ambazo zinatusaidia sisi vijana kujua ni wapi tukae, kipi tufanye kwa muda gani, ili tuweze kujipatia kipato cha ziada kuliko kukaa tu vijiweni. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana KNN kwa kunitembelea, na imani kuna vijana wengine pia mtawatembelea, tutaendelea kubadilishana uzoefu. Asante. Nikiripoti kutoka hapa kitongoji cha Kinihe, kijiji cha Gongali, kata ya Urus, wilaya ya Karatu, mimi ni Pasco Yohani, KNN.